Sikukusudia kulisema hili la barabara, pamoja na kwamba nimeiona, kwa sababu nilipewa tu jukumu la kumkaribisha kiongozi wetu na mgeni rasmi kwenye shughuli hii kwa ajili ya kutoa salamu za serikali. Lakini nimeiona barabara yenyewe hii ya kuanzia Kitai kuja Rwanda kwenda mpaka Ndumbi, lakini na ile ya kutoka Kitai kwenda mpaka Lituhi. Barabara ya kutoka Kitai mpaka Rwanda, mkandarasi alishalipwa fedha yake ya kutekeleza, na kama ambavyo wananchi wameweza kuona, ni dhahiri kwamba spidi ya ujenzi hairidhishi. Sasa nikutake mkuu wa mkoa, mwite mkandarasi huyu mara baada ya shughuli hii kuisha, mwambie alishapokea fedha ya awali ya ujenzi wa barabara hii, na kwa taratibu za kiserikali ni mpaka kazi aliyopewa fedha imalizike na afanye kazi nyingine, atoe certificate kwamba kazi hii imeshafanyika, ndipo apewe malipo mengine. Kwa kuwa ameshapokea fedha ya awali, kumekuwepo utaratibu wa wakandarasi kupokea fedha na kutumia kwenye shughuli zingine. Sasa mwelekeze kwamba fedha alishapokea, afanye kazi ionekane na aendelee na kazi kwa kasi inayotakiwa. Kama amepokea fedha na ameanza kutumia katika maeneo mengine ama kuzurura kwingine, kamata pasipoti yake, asitoke mpaka hii kazi ikamilike na wananchi wa hiyo. Mheshimiwa Rais anataka wananchi wa Kitai, wananchi wa Rwanda, wananchi wa Lituhi watumie barabara hii, ndio maana fedha yake imeshatoka. Na upande wa barabara ya kutoka Rwanda mpaka Lituhi, taratibu za manunuzi zilikuwa zinaendelea. Niwaelekeze Wizara ya Ujenzi, harakisheni taratibu za manunuzi, tuondoe ukiritimba. Hili ni eneo lenye potential kubwa ya kutuletea uchumi mkubwa na fedha nyingi zisishughulikie taratibu katika maeneo mengine. Sasa mkuu wa mkoa mwite, na namwelekeza pia waziri wa ujenzi atakuja aje aone hilo badiliko, na nitakapokuja ziara kwenye mkoa huu nije nione kazi iko tofauti na hii ambayo imeshafanyika. Nilikuwa nakusikiliza pale wakati unaongelea na kutoa maelekezo thabiti ya barabara ambayo imetajwa hapa, na makofi mengi ya wananchi yaliashiria kwamba wamekuelewa. Na mimi nitumie nafasi hii kusema kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu, yale maelekezo uliyotoa yale, hivi ndivyo waziri mkuu anavyotakiwa kuwa.